Naam, habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Hatimaye BAWACHA wametoa tamko kwa mara ya kwanza tangu alipokamatwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu na kusomewa makosa mawili likiwemo kosa la uhaini ambalo halina dhamana, lakini kubwa zaidi tamko kwa mara ya kwanza tangu tume ya uchaguzi ilipoitangaza Chadema kukosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu baada ya katibu mkuu John Mnyika kutokuhudhuria kikao ambapo Chadema walitakiwa kutia saini maadili ya uchaguzi, na sheria zinasema kwamba usipotia saini maadili ya uchaguzi basi chama kinakosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi. Taarifa kwa umma. Baraza la wanawake Chadema BAWACHA linalaani kitendo cha kukamatwa kikatili na kusomewa mashtaka ya uhaini na uchochezi kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu na jeshi la polisi katika wilaya ya Mbinga tarehe 10 ya mwezi wa 4 2025. Mwenyekiti kukamatwa na kupewa kesi hizo hazitaififisha BAWACHA katika kusukuma ajenda kuu za chama za sasa za no reform, no election, stronger together na tone tone. Aidha, BAWACHA tunatoa wito kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuondoa kesi zote dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu na kumwachia huru kuendelea na majukumu ya kujenga demokrasia na maendeleo kwa ustawi wa nchi yetu. Kudai mabadiliko ya sheria za kiuchaguzi si uhaini wala uasi. BAWACHA tunaunga mkono chama kutokwenda kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, ubunge na udiwani. Hii ikiwa ni mwendelezo katika kusimamia ajenda ya chama ya sasa ya no reform, no election, bila kusahau kuwa tume hii ni miongoni mwa maeneo yenye dosari kubwa na inahitaji kufanyiwa marekebisho ya haraka. Baraza linatoa wito kwa BAWACHA nchi nzima kuungana na chama katika operation no reform, no election sambamba na agenda the stronger together na tone tone. Imetolewa leo tarehe 13 ya mwezi wa 4 2025 na Sharifa Suleiman, mwenyekiti wa BAWACHA Taifa. Hii ni taarifa kutoka BAWACHA. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.